Naam, zikiwa zimesalia siku 9 pekee kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utawakutanisha Simba na Yanga, ambapo Young African wanatarajia kuwa wenyeji wa mchezo huo ambao utapigwa tarehe 1 mwezi wa 3 2026 kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex. Sasa siri imevuja kutokana na kauli ya Ally Kamwe ambayo aliiongea before kwamba dabi ya Kariakoo itapigwa kule visiwani Zanzibar, ambapo Simba walikuwa bado hajapata taarifa hiyo kutoka kwenye bodi ya ligi. Sasa kama unataka ujue ni siri gani, endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, na nikukumbushe tu, we kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndo vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. So wewe kama mpenda michezo, wewe kama mwana burudani, hakikisha umesubscribe, kwani chaneli hii ipo hususan kwa ajili ya kukuhabarisha kuhusiana na habari za michezo na burudani pekee. Hivyo basi hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Na meneja na afisa habari wa Young African Ally Shabani Kamwe ameendelea kuumiza vichwa vya uongozi wa Simba Sport Club pamoja na mashabiki wao kila siku. Na hivi karibuni Kamwe alitoa kauli kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuwa itachezwa katika uwanja wa New Amani Complex kule Unguja, Zanzibar. Kauli ambayo imeenda kuwa habari kuu ya michezo ndani ya siku hizi mbili. Ukianza kuangalia ndani ya hizi siku mbili imeenda kuwa habari kuu ya michezo, ambapo kila chombo cha habari pamoja na mitandao imefollow up kwa kuwatafuta bodi ya ligi, wachambuzi wa soka na wadau mbalimbali wa mpira wa miguu kuhusiana na jambo hilo na kauli hiyo ambayo alisema Ally Shabani Kamwe. Lakini pia kauli hii imeenda mbali zaidi, hata kuna tetesi kuwa inadai uongozi wa Simba Sport Club kuanza kuhoji uhalali wa Ally Kamwe kutoa taarifa hiyo ya uwanja utakaochezeka dabi ya mchezo huo kati ya Simba na Yanga, na kusema huyu mwamba anatoa wapi taarifa hiyo na kama nani, huku wakisahau kuwa Young African ndio wenyeji wa mchezo huo. Hivyo basi Simba wameingia kwenye migogoro na bodi ya ligi kuu NBC Premier League kufuatia kauli ya Ally Shabani Kamwe, ambapo alizungumza kwamba dabi ya Kariakoo itapigwa kule visiwani Zanzibar. Hivyo basi Simba wameingia kwenye complicate na kuuliza huyo anatoa taarifa kama nani. Na Ally Kamwe anaweza sio mshereheshaji mzuri kama Ahmed Ally ambaye ni afisa habari wa Simba. Katika maongezi yake, huyu jamaa ana akili sana na anatumia akili nyingi sana na kuwafanya Simba atakavyo, na anaweza wakaifanya Simba waingia kwenye mtego wake, kwa sababu kuna mengi alishayaanzisha na yakawa stori kubwa mjini, ikiwemo masuala ya jasusi na mengineyo. Ukianza kuangalia Ally Shabani Kamwe alizungumzia swala la jasusi pale wekundu ndani ya wekundu wa Msimbazi, na lilitikisa sana kwenye klabu ya Simba. Na kuwa kwenye nafasi ya usemaji wa timu hizi mbili za Kariakoo hazihitaji maarifa tu ya kuongea kwenye vyombo vya habari, bali vinahitaji akili zaidi, na kwa mdomo wako tu unaweza kubadilisha upepo mzima. Ona sasa namna Simba wanavyoingia kwenye 18 za Ally Shabani Kamwe. Tazama Simba sukari inavyozidi kuwapanda, wakisikia mbungi inapigwa zenji pale, akiangalia mashabiki wa Simba wamesahau kuhusiana na mchezo. Hivyo basi bado wanazidi kudili na kauli ndogo ya Ally Shabani Kamwe kuhusiana na dabi kupigwa kule visiwani Zanzibar. Ally Kamwe amewafanya Simba wafungwe nje ya uwanja, na ukianza kuangalia Simba Sport Club mpaka saa hizi tayari wameshafungwa nje ya uwanja, bado ndani ya uwanja. Je, wewe unasemaje kuhusiana na kauli hizi ambazo anazitoa Ally Shabani Kamwe kuhusiana na mambo yanayoendelea kwenye klabu ya Simba Sports Club? Tukutane kwenye comment hapo, usisahau kusubscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.